Yesu au imani katika neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Biblia inasema hivi: imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Maana yake ni wazi ya mambo yasiyoonekana. Unaulizwa leo unaenda mbinguni? Unaulizwa leo utaenda mbinguni? Unasema sijui, Mungu ndo anajua. Unatakiwa kujua kwanza wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Usitaki tunamuuliza sijui, Mungu ndo anajua. Maana yake hana nafasi ya kuingia wapi? Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kitu gani kinakuwa kwa hapa? Unakuwa na uhakika ya yale mambo unayotazamia mbele. Na hayo mambo kadri unavyotazamia ndio yanayokutia nguvu kupiga hatua zako hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kile ambacho unakiamini ndicho kinachokutia nguvu. Japo unaona kabisa kuna hali ya kuchoka, lakini ndani yako unatiwa nguvu na yale ambayo unayatazamia. Imani hiyo itakupa kuteka ufalme wa Mungu. Angalia kwa mfano kile kitabu cha Waebrania, ile sura ya 11 na ule mstari wa 34. Kitabu cha Waebrania sura ya 11 mstari wa 34. Waebrania 11:34. Maandiko yanasema hivi: walizima nguvu za moto, waliokoka na makali ya upanga, walitiwa nguvu baada ya kuwa dhaifu. Walitiwa nguvu baada ya kuwa nini? Dhaifu. Kilichowatia nguvu ni nini? Imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Walitiwa nguvu baada ya kuwa dhaifu. Anasema baada ya walipotiwa nguvu walikuwa hodari katika vita, walikimbiza majeshi ya wageni. Walikuwa hodari baada ya imani ndani yao. Lakini katika hali ya kawaida hawa watu walikuwa dhaifu. Walikuwa na udhaifu wote wa kimwili kama wengine tulionao. Lakini kwa sababu ya ile imani ikawatia nguvu ndani yao, wakawa na utayari wa kufanya vita na kufanya mapambano, na hali ikasogea mbele na wakaushinda ulimwengu katika vita ambavyo walikuwa wakipigana kwa ajili ya ile nguvu iliyotokana na imani waliokuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Angalia kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya 5 na mstari wa 4. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 na mstari wa 4. Waraka wa kwanza sura ya Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 na mstari wa 4. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 na mstari wa 4. Maandiko yanasema hivi: kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu, na huko ndiko kuushindako ulimwengu hiyo imani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Imani ndio inayokupa nguvu ya kuendelea kufanya kile ambacho unakifanya. Imani ndio inayokuamsha asubuhi kwenda kwenye shughuli zako. Imani ndio inakufanya leo ukienda kufanya shughuli zako ukakwama, imani kesho inakwambia nenda kukosa kijana, sio kukosa leo. Unaenda kwa imani ukitazamia kwamba leo utapata, hata kama jana ulifanyaje? Ulikosa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nguvu inayotokea kwenye imani hii ndio inayokupa kuyarithi mambo ya ufalme wa Mungu. Hii nguvu ambayo tunaisema hapa ya imani, maana yake kama Mungu amesema hivi na wewe unaamini kutokea kwenye neno lake, unatiwa nguvu na lile neno linaloleta imani ndani yako, unakuwa na ufalme wa Mungu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, kanisa la Bwana. Chochote ambacho unacho ambacho kimekaa imara mpaka sasa kinatokana na imani iliyomo ndani yako kwenye hicho. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Hata ndoa ulionayo sasa hivi inatokana na imani iliyomo ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Imani ndio inawafanya ni kwa pamoja. Kama wasema ni upendo sawa, lakini imani ndio inawakusanya pamoja mpaka leo yanaitwa mke wa fulani, yanaitwa mume wa fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo imani ikipotea, ndoa na yenyewe imefanyaje? Imepotea. Imani ndio inakufanya hata mume wako amesafiri mwaka mzima bado unaendelea kuwa mwaminifu na unakaa vile vile. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu gani kinakutia nguvu japo majaribu yanakuja? Kinachokutia nguvu ni imani ulionayo kwa mume wako. Bwana Yesu asifiwe sana.
Jina la Bwana libarikiwe. Hata kama watu wanakuja na kuambia bana, inawezekana naye kule ana mwanamke mwingine, lakini unasema hapana, mimi naamini yuko vizuri. Hata kama yeye anaenda, mimi bado nitakaa kwenye kile nilichokisema. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya kanisa la Bwana.